Yes, tumeshuhudia dakika 90 za nguvu kabisa pale mkoani Tanga ambapo Coastal Union walikuwa wakiwakaribisha Simba Sports Club katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League ambapo Coastal Union imeweza kupoteza wakiwa nyumbani kwao kwa jumla ya goli 2-1, na Coastal Union walitangulia kupata goli dakika ya 11 ya mchezo huo kipindi cha kwanza, kabla ya klabu ya Simba pia kufanya comeback na kurudisha goli hilo, na kipindi cha pili kuja kuongeza goli la pili na kufanya idadi ya 2-1. Sasa nilijaribu kuangalia kwa kina namna ambavyo Simba imekuwa ikicheza katika michezo yake kadhaa ambayo wameicheza ikiunganisha ile ya ligi kuu pamoja na CRDB, na utagundua namna ambavyo Simba imebadilika kiuchezaji. Imekuwa ni timu ambayo inatumia mpira wa kasi, lakini pia wamekuwa ni timu ambayo ina hold sana mpira na kufanya zile penetration pass kwa wingi, na hii inawafanya pia upinzani washindwe kupata muda wa kujipanga ili kuweza kurudisha mashambulizi ama pengine hata maintain ile spidi ya Simba. Imekuwa ni timu ambayo kiukweli ukiangalia namna ambavyo wanacheza ni tofauti na Simba ya mwezi mmoja uliopita, na nafikiri mabadiliko haya yalitokea tangu kipindi ambacho wanakwenda kucheza na Yanga kuanzia Kombe la Mapinduzi, lakini pia walivyokuja katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Sema tu kwamba kwa upande wa Yanga ndo kama unavyojua pia nao wamekuwa na namna fulani ya uchezaji ambao inakuwa ni ngumu kwa Simba kubato kama wanavyobato na timu zingine, lakini ukiachana na hayo, mechi zilizobakia utagundua kwamba wamekuwa wakicheza kwa kasi kubwa sana, lakini pia wamekuwa na namna fulani, nafikiri kuna formation ambayo wameiform kule mbele pia ambayo inawasaidia. Ukiangalia namna wanavyobadilishana kibabage na aura, lakini pia huku katika kupokea mipira ya eneo la ushambuliaji kuna mipira ambayo huwa inapokelewa mwishoni huku kwenye namba 7, ambapo wakati mwingine tunamuona pia Lebase Gay anaipokea vizuri na kufanya mashambulizi, lakini pia katika eneo la kati kwa maana ya eneo la 18, lakini katikati utagundua pia Clatous Chota Chama pamoja na mwenzake Eli Mpanzu wamekuwa pia wakipokea mipira hiyo na kufanya mashambulizi katika lango la wapinzani wao. Kwa hiyo utaona kuna namna fulani mwalimu wa Simba ameweza kuibadilisha kiuchezaji, lakini pia ameweza kutengeneza combination za baadhi ya wachezaji kule mbele ili waweze kuhimiza mashambulizi, na ndio kitu ambacho wana win katika batu nyingi sana. Tumeona katika mechi hizi 5 za mwishoni, utagundua kwamba namna ya uchezaji wa Simba ilivyobadilika ndipo wameweza kupata matokeo, lakini pia hata kwa zile mechi ambazo wametoa sare kama mechi dhidi ya Yanga, unaona ni kwa namna gani ambavyo wameweza kubata, lakini pia kwa namna gani wameweza kutumia nafasi chache ambazo wamezipata. So utakubaliana na mimi kwamba kwa sasa sioni kama Simba inakwenda kupoteza mchezo wowote, japo inaweza katokea, lakini kwa namna ambavyo wanacheza ni wazi kwamba tayari imejipanga. Young Africans wasipokuwa makini wanaweza wakapoteza kombe mikononi mwa Simba.